mzigo. Utendaje na maji kikombe? Unasingua babu, unajua hapa nasoleta sio unajua. Na nini kwani? Anasingua uchooni unataka acha mzigo. Mbona unakelea hapa nyumbani? Okay, tuangalie mwenyewe mzigo wake. Cha kwenda. Baba, kazi yako hii? Kazi yangu mimi? Sakae. Ndio nimetoka kuchukua maji ili kukumizia mambo ya Edu. Mbona ufanye nayo mwanangu? Tuliitwa tumembamba. Kiukweli nashukuru msaada wako. Kiukweli unaloya peke yako. Wewe kweli ni jirani mwema. Yaani ile ilikuwa aibu kwangu. Nilikuwa nakwenda kuvuliwa nguo. Lakini Sakaya ukakubali kabisa kusema ule mzigo ni wako. Hivi kweli Dobi mimi ningejificha wapi? Ilikuwa aibu kubwa sana. Asante kwa hilo. Sijali. Mimi kujitoa ndo kawaida yangu, ingawa wengi wanatakaga kunijumlisha. Ila pendi. Wengine wanatakaga kunigawanya. Pendi mimi. Lakini Sakaya kwa nini unafanya? Nataka nikupe zawadi. Yeah, nakupa zawadi. Sijali, wakati mwingine unajua inabidi uzivae aibu za mwenzio kwa ajili ya kumstiri. Unaona kabisa jambo likiwa linaelekea sehemu mbaya, sasa ukizingatia wewe mgeni hapa, unaona. Bora mimi nifanye hivyo mwenyeji kuliko wewe wangekuchukulia forena, wangekuchukulia mgeni msumbufu, ungeza kujikuta unapewa noti mapema. Tuachane na hilo. Sakaya, kuna kazi nataka nikupe. Afadhali. Make mimi jobless bwana. Utakuwa umeniokoa tu, nipo tu hapa na ngasharubu natia huruma. Kwa hiyo kama ukinipa kazi nitakuwa na uhakika tena kila mwezi chochote kitu kinaingia mfukoni. Sakaya, nampenda Tatu. Namhitaji Tatu namhitaji awe faraja wa moyo wangu. Lakini nikachunguza nikagundua wewe Sakaya ni educated. Nikikupa kazi unaweza kuifanya. Naomba unitongoze Tatu. Yaani unamtaka? Namhitaji aingie ndani. Umkwao. No. Unataka pandisha ngazi za kwao waingie ndani kwako. Ni kweli. Ambapo wamepajenga wao. Ni kweli. Ana hiyo mtihani, umenipa mtihani. Lakini no sweat. Itanichukua muda. Naweza nikafanya hiyo kazi lakini itanichukua muda. So nachojaribu kukifikiria hapa, je, nitaweza kumaliza kwa wakati? Kivipi? Kwa sababu mimi siku zangu za kuishi hapa zinahesabika bwana. Unamaanisha nini? Kwa maana kwamba mkataba wangu kuishi katika nyumba hii unaelekea ukingoni. Ina maana unadaiwa kodi? Sakaya, Kidodombi na hela. Kidodombi na hela nyingi. Na kuahidi hiyo kodi nitailipa mimi. Utanilipia? Nakulipia kodi. Kama hivyo fresh. Nakulipia. Yani fresh, yani vyovyote unavyotaka wewe niambie tu. Kwa unachotaka utanipa. Chochote unachotaka nakupa. Nashukuru. Kodi? Unanilipia kodi? Nakulipia. Fresh hiyo. Namhitaji. Mmebaki wachache sana watu wa design yako. Nakutegemea. Basi mimi nazungumza naye yani fresh. Kwa sababu nitakuwa nimekaa kwa uhuru sasa hapo, sifikiri nini wala nini, sina stress yoyote, manake nitakuwa na focus na jambo hilo tu. Wewe si unachotaka wewe ufikie kula tu. Mimi nitenge chakula, nikunawishe, umeelewa? Wewe ufikie kula tu. Ni kweli. Nipige chenga mimi nihakikishe mpaka nimebaki na goli ndo nikupasie wewe ufunge. Ni kweli. Usijali, vitu vidogo hivyo vitu vidogo sana. Ingekuwa mtihani ingekuwa nazungumza kwa niaba yangu, lakini kwa niaba yako wewe, naweza hiyo. Limepita. Jirani yangu, wewe ni jirani. Wewe ni jirani. Jirani mwema. Sisi ni ndugu. Limepita hilo. Sasa inabidi kwanza tulikamilishe hili. Unajua
mimi nimekuwa ni mmoja kati ya watu wanaoishi kimashaka huko. Mashaka yupi? Huyu marehemu? Yaani naishi kwa wasiwasi. Okay. Usije ukasema Mwabulambo sasa nani. Unajua mwenye nyumba hata kama ni rafiki yako vipi, hata kama ni mtani wako vipi, ikifikia kile kipindi ambacho wewe unakaribia kumaliza mkataba, kodi yako inaelekea kuisha, na yeye pale ndo anapoanza kukata stori na wewe, anapoanza kukununia, anapokuwekea visilani, ili tu itakapofika ile tarehe yako ya kulipa, usimletee udugu, usimletee ushoga, usimletee urafiki, usimletee midhaa. Unasemaga mtu chake. Kazi, yani unampa hela yake, unaongeza mkataba. Tofauti na hapo atataka uame. Yani ili aweze kukudai kwa nguvu, kwa hasira. Hiyo unatakaje? Nimefika kwenye hatua hiyo. Kwa hiyo ninachokitaka mimi kutoka kwako, ili mimi niishi kwa amani, nisisumbuliwe, tutoke mimi na wewe mguu kwa mguu, mpaka Maka. Eti Maka, mpaka kwa mwenye nyumba. Tukifika kwa mwenye nyumba, ujidhatiti wewe, umwambie kwamba hiyo kodi yangu utalipa wewe. Sakaya, tatizo dogo. Kwa mzee Ndemumbele. Kwa mzee mwenye nyumba. Hilo limepita. Na kuahidi tutaenda. Sakaya, mimi nina hela. Tunaenda Tunakwenda. Yaani usijali. Kwanza sasa kwa ulo. Sawa. Unasikia? Sawa. Sasa wewe kweli jilani. Ni jilani mwema. Kama Saidi. Sikia? Nitakupa zawadi nyingine kubwa zaidi ya hiyo. Nitakupeleka China. China? Kumbe China panawezekana kwenda Usijali. Sasa mimi sina duka, siuzi nguo. China kule nitaenda kufanya nini? Kuzulula tu. Ukamati udhurulaji kama huku? Kumbe kule watu wanaenda wanadhurula tu. Ndio maana hata wanamuziki, waigizaji wanapaonea China sana. Nitakupeleka. Jamani. Sakaya. Enjoy yourself. Asante. Bwana ila anatoa wapi huyo? Muda mwingi namuona ndani. Afu mbona ana sauti hii? Hii sio sauti ya kazi, anajisahau anaiongelea hadi huku katika maisha yake. Ila kanipa kazi ngumu sana. Bonge la mtihani. Lakini fresh. Taifanya hamna jinsi. Kazi chafu, lakini kila mtu lazima aifanye. Lakini nasi ananitimizia yangu. Akiwa timizi na mimi sitimizi, inakuwa tatu nitimizi. Akitimiza fresh. Najiveka mabomu tu. Kwa nini? Uko mbele nitajua itakuwaje. Mzee, tumekuja kwa ajili ya kukamilisha lile jambo. Tumelipatia ufumbuzi. Swala gani? La kodi. Haina shida baba, nyie nipende tu hiyo pesa. Ndio nimekuja hapa na Kidodombi kwa sababu yeye amevolunteer kunilipia mimi. Mzee wangu. Kwa hiyo yeye ndio atakaye kupatia hiyo hela, manake yani usinisumbue tena mimi. Kwa hiyo nimemleta hapa kama kwa ajili ya kupaka rangi ya maneno yangu. Wewe sasa hapa manake utasikia kwa macho yako na utaona kwa masikio yako. Mzee Ndemumbele, nimekuja hapa Sakaya kusema kitu moja. Kama alivyokuambia, kodi yake mimi ndio nitakayelipa. Nitalipa kodi yake yote. Hamna tatizo. Mimi nafikiri ndio umeileta pesa au? Yaani leo ni malikauli tu. Leo malikauli. Mkono mtupu wa ulambwe. Ila pesa ndo siku nyingine atakugaia. Leo amekuja kuthibitisha kwa yeye ndo atakayenilipia. Kwa maana kwamba wewe utakiwi tena kunikaba mimi. Kashatokea huyo mshambuliaji, ukabe yeye, usiwe tena beki kwangu. Sasa hiyo mimi kama vile hainihusu wanangu. Wewe Kidodombi na Sakaya kama mmekubaliana kwamba mtalipiana kodi, mimi nachokijali mimi nilipe kwa wakati. Muda umefika, lipa kodi basi. Hata isingekuwa na haja ya kuniambia. Mzee, kodi nalipa. Kuna mzigo wangu uko bandalini. Ukishaingia nikipeleka ofisini, mzunguko wa kwanza pesa yake na kukabidhi wewe. Mzee wangu, pesa nitalipa.
Kwanza sasa Sakaya usimdai. Dili na mimi. Mimi ndo nitakayelipa. Dodombi na hela. Yaani huyu hapa ana ofisi yake ya masuala ya makontena. Wanachukua yale makontena wana fast forward mikoani. Ndio maana akasema yakiingia makontena atakugaia hiyo hela. Mambo mengi mimi sifahamu, lakini kikubwa mimi nilipe kwa wakati. Nitalipa kodi yake sio miezi 6. Nitalipa miaka 3. Wewe toa miezi 6, hiyo miaka 3 nigei mimi, afu mimi ndo nitachagua mimi mwenyewe kama nitoe tena hapo au nitasubiria iishe. Nimepita, kama ni hela nitakupa. Mimi hela ninazo. Dodombi na hela nyingi. Nitalipa. Nitalipa mzee. Nikubalianeni wanangu, mimi wala hata sina neno. Mimi nitalipa. Kwa sasa mzee, manake sasa hapo tena usinikabe mimi tena. Kwanza sasa nachotaka nijue inalipwa lini hiyo pesa. Forward wa kukabwa kashakuja. Nachotaka mimi nijue inalipwa lini, kwa sababu ukaba kuko pale pale. Mimi baba, hii nyumba napangisha. Sasa si unamkaba yule. Zende mbili, mimi nalipa. Kwanza sasa Sakaya achana naye. Dili na mimi. Lini? Usimsumbue. Lini? Nalipa. Mzigo ukifika nalipa pesa. Mimi na hela. Basi. Na hela. Wewe vipi babu? Afu bora mimi nakuona sawa, nifuatilia. Nini sasa fuatilia na nyuma? Na itakadoanza uniletea sisi maendishwa wala nini? Sizielewi wala nini? Umesikia wewe? Ndakuja kukushengue, unamchekea nani sasa? Unacheka nini? Unamuoneshia nani meno yako? Uliza mtaa mzima hapa, mtaa wote hapa mimi wananielewa. Yaani mimi ndo tatuma hesabu. Silembeshwa wala sikwepeshi. Muone kwanza. Shika. Peleka ndani. Dodambi. Mima hapa. Oh, Damima. Mambo. Samani nilikuwa nimelala. Kali kwa unaangalia TV? Amna, unajua mzio, ikijiseka bodi na lala na kumatia mto. Si unajua I am single boy. Ndio. Pole sana kwa nini. Asante. Sasa ndugu yangu, mimi nina shida. Shida gani? Kwa nimekwama ndugu yangu katika swala marejesho. Marejesho? Kuna shida 20,000 kama unaona pale yazime. Damima, sisi majirani tupo close. Sana. Shida ndogo. Kweli? Umepata. Nakupa? Asante. Okay. Damima, inatosha au nikuongeze? Inatosha ndugu yangu. Shika. Mungu akujalie sana ndugu yangu. Damima, sisi majirani. Usijali, pesa ndogo kwangu. Haya bwana, usijali, siku mbili nitakurudishia. Damima, kuhusu kunilipa, usijali. Lipa siku yoyote, miaka, miezi, wiki, hata siku. Kwa na amani. Haya ndugu yangu. Sawa Damima. Mnifaa sana yani. Sawa. Riziki leo na kesho. Sawa Damima. Haya bwana, mimi naenda. Damima, si ndugu. Haya. Damima atalipa kweli? Mbona kama sio mlipaji? Asipolipa mtiti wake ni mkubwa. Mimi ndio Kidodombi. Bibi mwanangu saka. Mwanangu fresh, mwanangu unakwama wapi? Si unajua pale Mboy kuna mazingira fulani kwa naika fresh. Mwanangu unarocha kama hivyo mwanangu. Mboy pale si unaelewa mwenye mazingira yake. Nimeuweka kinyama hapa. Nipange mwanangu. Ili jambo zito. Jambo zito? Zito kuliko kabwe. We.
Sharibu nini? Niharibu wapi mwanangu? Sijaribu, swala la maisha, yaani jambo la heri tu. Yaani bwana Wewe si unamjua huyu Kidodombi? Kidodombi? Wewe Kidodombi umjue mwanangu? Tunakaa naye hapa magetoni mwanangu, pika pakua ile baridi nyumbani pale. Yule bichi bora la miajuzi pale. Sasa yule pale mgeni afu mimi kifika pale buyu kali sinaga baina mtu, si unajua? Yule ndo Kidodombi. Kumbe ndo Kidodombi. Kidodombi anatokea Idodomia. Idodomia design alikuwa anacheza kidumbaki. Sasa design yule pale yule ngoma iliyomtoa kidumbaki. Ndio. Yule ana hela ana mpunga. Sinabi. Wewe usiona tunaishi naye tu yule pale mwanangu maskini yule design anafanya upelelezi ajue maskini wanaishi vipi. Shida ikoje? Lakini yule shida haijui. Yule sio mwenzetu wewe. Sio mwenzetu kabisa yule unavomuona yule. Yule katoboa tundu katusua. Wewe sinabi. Tajiri yule. Yule tajiri mwanangu. Maelezo. Sasa nikwambie nini mwanangu? Alinipa chapati asubuhi sasa nimegandia huku. Sasa si unajua kibongo mteremko muhimu. Sasa unajua nini mwanangu? Unajua Mungu akupi vyote. Yule kapewa utajiri. Kuna vitu vingine hajapewa ambavyo pia ni muhimu. Umenielewa? Ndio maana unaona kuna matajiri wanalilia kwa Mungu kila siku wapate watoto. Matajiri hawana watoto wa kuwarithisha mali. Ushanielewa? Lakini hapo Mungu jinsi alivyoweka sako kubwa katika maisha, kuna maskini. Maskini hawa wana mitoto hivi kibwena. Kwa sababu maskini si hawana starehe nyingine, kwa hiyo wanatotoa mitoto tu. Wakipata muda kupumzika wanatotoa mitoto tu. Umenielewa? Alafu hawajui watoto wataishi vipi. Hawana hesabu za mbali yani. Sasa katika hilo hapo kusema yote hayo, nia na madhumuni ni kufikishia ujumbe huu ambao nimeupata kutoka kwa yule bwana. Yule bwana anakutaka. Wewe Sakaye. Mambo gani sasa tunaletiana? Wewe tatuma hesabu, tumia jina lako katika kuhesabu hela. Haya maisha mwanangu, Mungu katuleta kwa vitu viwili. Kimoja kumwabudu yeye, kingine kutafuta hela. Umenielewa? Hasa wewe katika swala la kutafuta kumwabudu Mungu ushamkataa. Sasa hivi unajikuta tupaki, japo wewe wa kike. Umenielewa? Kwa sababu Mungu ushamkataa, basi tafuta hela tujue moja. Ndio maana yule boa akiniona ananichekea ananifuatilia simuelewi. Sasa mbona alikuwa hajasema? Wewe unafikiri angeweza kusema? Angeweza kusema unafikiri? Swala la mapenzi kitu nyeti wewe. Yule domo zege yule. Sasa wewe fikiri yako hata kama mimi ndo ningekuwa nakutaka kukutamkia ningeweza unadhani? Fikiri yako ningeweza? Thubutu, nitawezea wapi? Mungu akupe vyote, Mungu ana makusudi yake katika kila jambo. Ndio maana kuna watu wanaitwa washenga. Mtu anapotaka kuoa, wanatangulizwa washenga. Na washenga wenyewe kwa sababu ya ugumu wa jambo anaandika barua hivyo. Usifikiri anaenda kuzungumza, anapeleka barua. Yaani maneno yake yote anashusha kwenye karatasi. Kule anaenda kuliacha karatasi ndio liongea. Kipindi hicho yeye kashaacha kaondoka. Majibu yanakuja baadaye wamuoni usoni. Sasa nini mwanangu? Fresh, mimi nimekuelewa. Haya maisha. Ng'ombe wewe hapo kaje mwanangu mchuna mkwangue. Tena kama umpendi ndio fresh mwanangu hapo manake utakuwa unaangalia hela. Ukiangalia hela manake unaangalia maisha. Ukiangalia maisha yako mwanangu baadaye nini design utanifikiria tena mimi kwa hiyo manake na mimi maisha yangu ninakukabidhi wewe unaweza ukayabeba design fulani yani. Ila nini? Mimi nataka tufanye kitu. Unataka tufanye kitu wewe? Kitu gani? Kidodombi. Yes, Sakaye.
Kwa lugha ya kigeni tunasema mission complete successful. Nipi hilo? Wewe si unamtaka Tatu, ushasahau. Swala Tatu. Imekuwaje? Yule mtoto mwanangu kakubali. Tatu amekubali? Ameridhia tena kwa kiwango cha lami. Kweli Sakaya? Kama tena na mashairi yangu nini? Jamani Tatu. Kiukweli Tatu nampenda sana. Nampenda, namwangalia kwa level za juu. Unakula dodo mwanangu. Dodo kwenye papai. Jamani. Tatu kweli. Umekubali Dodombi? Amini. Bandama. Nakuaje? Tukimwagilizia. Au sio? Safi. Unaona ile vikao vya dharura au sio? Sio vikao vya dharura, vikao vyetu hivyo. Mbona hapa vipi? Wewe mbona unauliza maswali hayo? Wewe nani? Sakaya. Mwache. Huyu vipi huyu? Kwa hiyo kuuliza hapa mimi si nimekuulizia, naona ile mmeka hapa afu ile sio kawaida yenu kukuuliza kwa sababu. Sema kuwa makini wewe. Ni makini mimi Jo. Afu chukue hapo. Kwa sema nini Kidodombi? Kama una vikwenzi mwanangu hapo niunkie bwana, mimi naingia maskani. Mbona una mambo hayo wewe? Kwa sema wewe sikia mimi siongei na wewe mwanangu, mbona ndabaza kishamba wewe? Wewe mshamba nini? Mimi mshamba au si? Wewe mshamba tu. Baridi. Kiukweli hapa mimi sina hela. Hela naika benki. Sitembeagi na hela. Yaani sikiliza mwanangu, nizingatie kama una silver tu mwanangu. Bwana, mambo yasiwe mengi bwana, sio bwana. Sawa. Mambo yasiwe mengi. Au maji. Mshika hiyo. Hiyo imetoka kwa mshamba mimi hiyo. Wewe nini kama unatoa kitu au sio bwana, unatoa kwa roho moja. Kama imekuuma rudisha. Hasa mtu wa show. Haina noma basi wanangu. Au mnasemaje? Sawa. Ule show mimi kati hapa maskani kama ndio complain mimi kati hapa. Huyu ungana ukula makapi. Inaonekana hata bange zake anatumia za majani ya mpapai. Ndio maana wanamuita nyoka huyu. Umeona? Maskani kwao wanamuita nyoka. Kweli? Anakula unga sana huyu, alafu huyu azingatii diet yake. Wewe unamuona alivyo. Yule anaenda kule ukimwangalia kiumakini hivi unaweza ukasema anakuja huku. Ndio maana. Na baba yake angekuwa ana nyumba huyu. Angeolewa? Ovyo sana mtoto. Hebu tuachane naye. Sikia. Ndio. Unakumbuka ahadi yako ulioniahidi? Swala gani Sakaya? Mimi sasa hivi unajua nishaanza kuingia nyumbani kwa minyato. Swala kodi. Sakaya. Mimi nimekuahidi kodi. Tena nakwambia kweli. Sikulipia miezi 6. Nakulipia miaka 3. Wewe ila ni yangu. Sikuangushi. Utakometisha. Wewe ni jirani. Jirani zaidi ya ndugu. Sakaya. Mimi na hela. Na hela nyingi sana. Mpaka kuna wakati natamani kabwe. Na hela. Tabasamu kidogo. Bwana mimi na aibu bwana. Niangalie. Acha bwana. Mimi na hela Kidodombi. Na hela. Vipi Dodo? Tatu. Eneo tulokaa sio zuri. Hapa amani mbona? Tatizo namuogopa kaka yako. Kakangu ana matatizo, ukielana naye hana hata shida. Tatu. Nakupenda. Lakini si unajua mimi mwanafunzi? Tatu. Nafahamu. Ndio maana niko makini na wewe. Naogopa hata kaka yako asitukute. Kweli, hata mimi pia nakupenda. Unanipenda? Asante jamani. Sema baby leo umependeza. Na uzuri unachangia. Kweli? Tatu, mimi ni wako. Sema leo ndo yao ya Mungu. Baby. Ndio. Kuna kitu nataka. Ongea. Yaani baby mimi hapa mimi niko na shida. Shida gani? Niko na shida na hela. Tatu. Ni hela tu. Unazunguka muda wote. Ishu ni hela. Tatizo dogo. Sikiliza. Nenda kwa Damima. Umeda Damima, Dodombi kasema nipe mzigo wake. Kweli? Asante. Ndio mimi nakupenda. Mimi nakupenda. Noma nikubusu. Sawa. Tulia hapa. Nakupiga busu. Najiandaa. Yamani, mpaka la. Naona winja nini wapi tena? Maajabu. Maelezo. Ngamia akashusha shingo bila kusoma dua au sio? Si unajua mjini hapa mitikasi, si unaelewa? Maana najiuliza serikali hii humu mjengoni imefuata nini tena? Kumbe wewe tena ndio umehesabu. Vivyo, ndio mbili yupo. Ayusho hiyo hata sijamuona mmoja kaibukia wapi unajua. Mama ndo wageto nini na simuone pia kelele na bwana jichenge. Sema ujue. Hapa nyanya niko naingia maskani hapa Bogota hapa. Sema ndo vile mwenyewe niko kinyonge sina vyangu nini.
Sasa kama utakopo mchalo nini? Mcheze shehe basi kufanya maungaji. Mwenye sielewi hapo unavyoona pecha lolo. Wewe tena umehesabu afu tunaletea hizo bwana mchezesha bwana. Mbona hivyo wewe? Sema nimekumbuka. Huyu mdada huyu hapa huyu demu huyu. Kaelekea wapi yupo? Haya wewe. Sasa hizi. Safi wewe sister. Ukuje basi mara moja. Mambo. Poa vipi mrembo? Sema nini? Kuna mazingira fulani alipanga nani ule Kidodombi. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji yani. Yupo yote? Maelezo. Fresh. Ndio hivyo. Poa. Haya poa naacha. Poa. Chua wewe. Wapi miaisha da ukabule kwa mzee ndevu msasa kusumbuana. Maelezo. Hiyo hapo. Kesho sana kama mshale au sio? Oe basi baadaye pale mazingira basi nani hata moja. Baadaye. Poa. Mzee wangu, baba, mzee Mbili, mzee Ndevu. Kidodombi mwanangu. Ndio baba. Baba, Unapumzika ndani? habari za huko utokako baba? Safi baba. Habari ya kazi? Safi. Karibu sana mwanangu. Asante. Baba. Unajua mzee wangu, so sili mimi huaga na kufagilia sana. Ndevu zako mbili, katalogi zako nasikubali sana. Unajua mzee wangu, mimi so sili nimekaa nyumba nyingi sana, lakini nyumba yako yani iko safi. Basi jisikia amani mwanangu. Mzee Ndevu, nimekuja na zawadi. Zawadi ya kwanza ni hapa, unaita blade. Kiswahili unaita mkati. Ya kwangu Kidodombi? Nimekupa. Zawadi ya pili ni hapa. Ni sembe, lakini Kiswahili unaita unga. Ni zawadi tu baba. Baba? Mwanangu Kidodombi baba? Ndio baba. Asante baba. Baba, wala usijali. Yaani kwangu kama umebeti. Yaani umebeti kabisa. Kweli baba? Wala hujachana mkeka. Unajua mimi ndio Kidodombi. Yaani napendaga amani, upendo, furaha na tabasamu. Najua mwanangu toka nilipoacha kazi nikastaafu na kupata kinua mgongo nikajenga aka kanyumba. Ndio baba. Sasa mama yenu tena alipofariki akaniacha na hao watoto wawili Kide na dada yake Tatu Mahesabu. Basi baba, kwa nimekuwa nakuwa peke yangu baba, kama hivi wakitoka wakati mwingine hata nisipate chochote. Lakini mmekuwa mnanisaidia, nyinyi ndio ndugu zangu baba. Mzee Ndevu, mimi ni mwanao wa tatu. Daddy, kweli baba walisema jenga ufaidi matunda. Kweli. Nashukuru mwanangu. Nenda kulala. Usijali. Zawadi ndogo tu. Kidodombi mwanangu. Baba. Kidodombi. Asante baba. Yanakachikaza sana. Fresh, uko poa? Ongela. Yaani kwa hili ongela. Nakwambia kitu kimoja, sina zawadi ya kukupa. Lakini Mungu atakulipa zaidi. Usijali mwanangu. Wewe umefanya jambo kubwa kuliko hili, ndio maana mimi najitoa muhanga kwa ajili yako mwanangu. Kweli. Dodo umeliona Nimeliona. Yaani ile pale kazi yako ni kubwa, njoo watu.
Kweli. Assist niliyoifanya, nimemfunika Ozil, nimemfunika De Bruyne, nimemfunika Messi, nimemfunika David Silva, nimemfunika Ilkay Gundogan, nimemfunika mpaka nani huyu Leroy Sane, nimefunika wachezaji kibao wa Ulaya. Maana hili ni bonge la assist, na ukikosa hii mwanangu Ulaya uendi. Na kuahidi nitafanya kama alivyofanya Bwana Samata. Na kuhakikishia score zote nitachukua mimi. Usiniangushe mwanangu. Sijali. Tegemea on goal mwanangu. Sijali. Usipaishe mwanangu. Hata mwamba sigongeshi. Iwe na kipa ujue. Na kuahidi. Sikia. Ndio. Chumba nilichompeleka yule mtoto mwanangu, chumba nyati. Sijali. Usimwangushe huyo mnyama. Bila wasi. Dodo lile mwanangu. Nimeliona. Unaenda kulibonjoa. Na kuahidi mguju wa chaga, mguju wa kenchi, mguju wa bati. Na kuahidi. Kuwa makini. Huyu mwanafunzi. Usijali, nitapiga za ticha. Kabonjoe mwanangu. Mtoto ana show za kibabe. Sikuangushi. Nitafanya kama Samata. Kabonjoe mwanangu. Nachukua score zote. Usipaishe mwanangu. Usijali. Mwanangu usipaishe. Wala mwamba sigongeshi. Tegemea on goal mwanangu. Usijifunge. Usijali. Baridi. Moto. Nikikaa hapa nitasikia milio, acha nipepe mwanangu. Utanipigia Simba, sio ndio? Oh, najuta. Sijui nipike nini. Kia Mungu utaona bure. Oya babu. Vipi mwanangu sana? Bwana, fresh. Fanya kama kawaida, chips yai na kuku mzima. Hivi unajua wewe hapa mtakuja kwa sababu kila ukija hapa unatandika tu chips, unanepeana kwa chips zangu. Lakini kulipa hamlipi jamani, nyinyi hamlipi. Sikiza nikwambie, yaani kupange mazingira jinsi yalivyo. Yule hela zake mpaka ende benki, ushanaelewa? Hiyo benki gani bwana wewe, wakati kila siku anapita hapa, kila kipita nitakuletea. Lakini hakuoni hivyo jamani, unaponenepeana kama kifaru hivyo kwa sababu ya chips hizi. Au mnafikiri kwamba labda mimi nafaidika sana Kwa hiyo nekei, mbona maelezo mengi babu? Tatizo sio kukupimia, tatizo angalia mayai. Mayai yako wapi? Mayai yameisha. Ulifikiri mimi nataga ya mayai? Mlifikiri labda mimi najifungia ndani nataga? Haya nanunuliwa. Oya babu, vipi mbona maelezo mengi? Sio kukangia bwana. Wewe na wewe unamwambia kidogo. Poa basi mimi nitampanga. Kap. Mama. Mama wewe. Ujue hivi vipi kumbe vimekukubali. Hilo umenenepa mama kama kifaru. Tulia. Mwanangu, kimenuka lulandala. Kumechafuka mwanangu. Yaani nimejaribu kuvaa viatu vyako mwanangu, nimeona kabisa vinanipwelepweta. Havinitoshi. Sakaya, wewe ndo msaada wangu wa mwisho. Sakaya, wewe ndo ndugu yangu. Wewe ndo mwokozi wangu. Na kama Sakaya, katika hili naomba uniokoe. Nisaidie. Sakaya, nakutegemea sana. Si ndio maana tumekaa hapa tunajadili mzee. Mimi nataka tuwai kabla halijanuka kwa sababu hili swala linaendelea kuoza. Litaoza na kuoza, matokeo yake watu wataanza kuvuta harufu, wataona palipoharibika hapa. Maana yake wewe moja kwa moja unakuwa unaongelea nyuma ya nondo. Jela. Sakaya, useme masuala ya jela. Jela sio kuzuri. Jela ni mbaya. Jela ni mateso. Useme jela. Nisiposema itabaki hivyo hivyo, nikisema itabaki hivyo hivyo. Inajulikana bwana, ukimpa mwanafunzi mimba maana yake umemharibia future. Ukimharibia future maana yake wewe unaenda jela miaka 30. Mshukuru Mungu huyu binti ni kibonge. Kwa hiyo najaribu kufichwa ile mimba inafichwa kwenye ukibonge. Yaani yule hata ukisema umwache atamshtukia siku ya kujifungua. Umeelewa? Lakini malengo sio hayo. Au wewe unataka upate mtoto mzee? Sitaki hivyo mimi. Kwa sababu mtoto kama ukisema umwache adhae huyu, akidhaa unaenda jela. Ukienda jela ukirudi mwanao na miaka 29. Anakuita babu. Kwa hapo unatakiwa utoe mwanangu. Mtoe mapema hapa mwanzo. Gharama zake? Kufanya abortion? Ndio. Abortion. Kitu kama milioni. Sakaya, kumbe ni milioni 1. Unayo hapo ulipo sasa hivi? Kama swala milioni 1 limeisha. Yaani kwangu swala hela hakuna tatizo. Kidodombi na hela.
Sakaya, milioni 1 nakupa. Sawa. Sakaya, mimi na hela. Tena na hela nyingi. Nikiamua kumwaga hela dunia nzima wanaokota. Lakini kwa hili nakupa. Sakaya, wewe ni jirani yangu mwema. Siwezi kukuangusha. Sawa. Lakini sio kwamba unanipa mimi, hiyo ni kwa ajili ya maisha yako wewe. Nimekuelewa. Unajiokoa kutoka nyuma ya nondo. Sawa. Unanisaidia mimi, lakini nitakukabidhi. Hilo nimepita Sakaya. Sawa. Mimi nina miela. Na hela nyingi. Mimi nilikwambia, ona sasa lotokea. Tatu, ukisema hivyo unakosea. Mimi mwenyewe nimeshachanganyikiwa. Akili yangu ina loli kwa sababu Sakaya ameniambia kila kitu. Yeye palipo. Yeye naiona kabisa jela. Jela naiona. Miaka 30 naiona ni pale. Miaka 30 naiona. Yaani nenda jela mimi. Mimi nenda jela Kidombi. Mimi naenda jela. Yaani hapa mimi ninavyokuambia nimetoka hospitali na kadi ili hapa. Nimeamba mimi mjamzito. Alafu na shule washajua. Ni sawa. Sikatai. Sakaya kanieleza. Hapa nilipo nimechanganyikiwa. Hivi kakako akijua itakuwaje? Atanikata vipande mapanga mimi. Nimechanganyikiwa mimi Tatu. Tunafanya nini sasa? Yaani hapa sikiza nikwambia. Yaani hapa nikupa ushauri. Yaani ambao utakusaidia wewe na mimi mwenyewe. Ushauri gani? Wewe hapa cha msingi toa milioni 1. Tukafute kesi kule shuleni na hii mimi nikaichoropoe. Bila hivyo hapa hakuna kitachoendelea. Tatu. Milioni 1 mimi nitatoa wapi saa hizi? Biashara zangu haziendi. Mzigo kazini ukija hautoki. Biashara zinakwenda zinarudi. Hazitoki. Hiyo hela mimi nitatoa wapi? Kumbe wewe ulikuwa na nia mimi ya kuniharibia maisha yangu, si ndio? Sikuwa na nia hiyo. Sasa nakwambiaje? Naenda kumwambia baba. Na baba simwambii kwa sababu yeye atakutetea na mpelekaga viunga mara vimkate. Naenda kumwambia kaka. Kaka hii lazima alijue. Naenda kumwambia. Tatu. Basi nilikuwa nakujaribu. Kama hizo ni hela ipo nitakupa. Hela ipo. Si milioni 1 tu? Milioni 1. Au unazidisha nyingine zaidi hapo? Milioni 1. Inatosha 1. Usijali Tatu. Ipo milioni 1 ndani. Mimi sasa maana hiki akijifichi kinaonekana kabisa. Najua tutawahi kukibloku. Wala usijali kwa hilo. Hela ipo Tatu. Mimi nakupenda. Wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. So ni hela ipo. Mimi ndio Kidombi. Si shwagi na pesa. Ile tu biashara ilikwenda ikarudi, ikashake, ikadance. Lakini kusipesa, pesa zipo. Unga hofu. Tabasamu kidogo basi. Sasa tutabasamu mpaka hichi kitoke. Kitatoka tu. Kilamba. Ndio bwana Kidombi. Okay. Haya, niambie ndugu yako. Yaani Kilamba, kuja kwako kama bahati. Kilamba, nimekuja kwako. Na shida ndugu yako. Shida imenikaa hapa. Kilamba, wewe ndio msaada wangu wa mwisho. Unajua ndugu yangu nikwambie ukweli. Usijua anielewa Yaani wewe ndugu yangu saa nyingine mpaka sijui hata nikutafsiri vipi yani. Sio hata nikwambie nini. Na tatizo Kilamba. Naomba unisaidie. Nimemtia mimba 3. Huyu 3 umehesabu? Nimemtia mimba 3 umehesabu. Mama. Kilamba, nimechanganyikiwa. Kilamba, naiona jela. Jela naiona. Miaka 30 naiona jela Kilamba. Naomba msaada wako. Lakini wacha sasa mimi nikwambie ukweli ndugu yangu. Kwanza nilikuwa nakutafuta siku uje ukae kama hivi utulie ili nikupige maneno yako takatifu. Unasikia? Ni hivi. Wewe ndugu yangu. Kila ukija hapa wewe ni mkopo tu. Lakini hukumbuki madeni yako. Kilamba, naomba msaada wako. Ukiongea sana unaniumiza. Na machungu naumia. Kilamba, naomba msaada wako. Mwingine 3 amesema nimpe milioni 1. 1 million. Ili atoe mimba akafute shule kesi. Naomba msaada wako. 1 million Kilamba. Nisaidie Kilamba kwa juu. Jamani, wewe baba wewe. Mmekaa kabisa mkadiscuss milioni 1. Wakati haya madeni madogo wewe hujawahi hata siku moja kuja hapo kusema hata nusu tu kulipa. Hujawahi. Alafu leo unakuja hapo unasema, nimemtia 3 mimba. Kilamba, nataka milioni 1. Nisikilize. Ndugu yangu, kama umedhamiria kabisa, na michezo ulikuwa unaijua kwamba
yule Tatu kwanza mimi nilikuwa sijui. Na ukumbuke pia ulimwekea oda ofisini pale. Nakumbuka Kilamba. Unakumbuka? Nakumbuka. Anakuja pale yule mtoto anapika chipsi kuku. Anakula kuku hawa. Jamani anakula yule mtoto. Mama yangu, mtoto anakula yule. Mpaka nikatafsiri huyu ni mwanaume mwanamke. Na yeye ndio alosababisha mimi na siku ya 3 sijaenda ofisini. Kafilisi ofisi. Kilamba, maneno sio ni makali. Kilamba, wewe ni ndugu yangu. Shida zangu zote wewe ndio unazijua Kilamba. Kilamba, toka nimeingia katika mtaa, wewe ndio ndugu yangu wa karibu. Wewe ndio rafiki yangu. Wewe ndio unasaidia mimi. Naomba usaidie. Kilamba, wewe ni pacha wangu. Wewe ni Kulwa na mimi ni Doto. Nisaidie Kilamba. Akalele bwana wewe. Hala? Hafu hii kukaa majirani hapa ndio umepata opportunity basi kila uko una shida ya kujikuna unakuja kwangu hapa. Sasa nisikilize. Kwa sababu umedhamiria mwenyewe na nikwambie tu. Sasa hivi serikali imesema yoyote yule atakayemtia mwanafunzi mimba, sikiliza hapo. Tena pasikilie, unasikia? Ile miaka 30 inawekwa kando. Sasa mtu anapigwa miaka yote. Alafu kule kunaandaliwa vibaba sasa. Kilamba. Subiri. La, hata nikuchane live hapo. Kunaandaliwa vibaba. Alafu vibaba. Kila ukiingia hapo unasikia mwali. Na hivyo hivyo nona baba. Useme hivyo. Akili yangu ina lol. Ina lol mwezio. Naiona jela. Hebu Kilamba, angalia uso wangu. Uso wangu unaongea. Angalia uso wangu. Uso wangu unasema. Uso wangu unaenda jela Kilamba. Mimi hata ningekuwa na hiyo milioni 1 singekupa. Na hata kama nisingekuwa nayo baba, nisingekupa hiyo milioni 1. Nisingekupa kabisa hiyo milioni 1. Pambana. Halafu ngoja nikwambie, jela kule hakujawekewa wanyama. Jela kumewekewa binadamu kama sisi. Utaenda, utatoka, utakuwa umejifunza. Na hakika litakuwa ni bonge la funzo. Sijui kama utarudia tena. Ukirudia tena, we bwana we ni noma. Kide baba, mwanangu, kumbe umekaa huko. Huyo mwenzako ndio yuko wapi? Wewe wenyewe sasa kaka chanjo kifiliwili hapo. Wenyewe hata wakashashuka boteni kote hapo hayupo. Mwanangu jue, lakini mnakosea baba. Yaani nyie mnakuaje? Huyu mwingine akiingilia huku mwingine anatokea huku. Akiingilia huku mwingine anatokea huku. Hata kazi amfanye hapa nyumbani baba. Sasa mshuhuda kasetwe kama zindiko bwana tukayaomo. Sio zindiko mwanangu Kide. Mimi baba yenu nafanya kila kitu hapa nyumbani, wakati mwingine nashinda njaa nyewe mmetoka. Unaona ni vizuri hivyo mwanangu? Kama nini unajua mshua? Mimi nishakueleza mikabala yangu au sio? Lakini mpaka sasa hivi sizikatiwi wala nini. Alokachoona yeye juzi hapa na kwa hapo na kuona ile mahesabu unamtia mkwanja anajichenga anacheka kwa sio bwana. Afu ile mimi fresh tu nimechukulia poa, lakini mpaka leo wakati mimi ndo nimeanza before yani kuomba mkwanja kwako. Lakini inaonekana ile miayusho. Kwani mbona unaletea complaint za ajabu mshua, mimi sielewi. Kide baba, mwanangu. Unachukulia kwamba mimi kati yenu kuna yoyote nambagua? Wewe na Tatu mahesabu, wanangu wawili peke yake. Mama yenu aliniachia baba. Sasa naweza nikambagua Tatu mahesabu nikakupa wewe Kide pesa, au nikampa Tatu mahesabu pesa nikakunyima wewe Kide baba? Usiwe na mawazo hayo mwanangu. Lakini pia baba, nyumba hii peke yake mimi naiangalia nyumba hii kuvaa kula. Wewe Kide uiangalie nyumba hii kuvaa kula. Tatu mahesabu pia angalie nyumba hii kuvaa kula. Fanyeni kazi wanangu. Kwa hiyo unaona mzigo au sio? Hapana, sikuoni mzigo mwanangu. Isipokuwa tu najaribu kukuambia baba, fanya kazi kama watoto wengine. Baba, jua basi huyu pia na yeye mnamuonea bure. Kidodombi, pesa yake yote alishatulipa baba tukala. Na kidogo ndio hiyo nilimpa dada yako kwa sababu aliniambia kuna mambo muhimu sana anataka kuyafanya. Sasa mimi nifanyeje baba? Kosa la Kidodombi ni kuahidi kwamba atalipa pesa ya jirani yake. Hilo tu ndio lilikuwa kosa. Sisi tuna nyumba, yeye mpangaji, tunaweza kaondoka kaja wengine hivyo vyombo huko kama vipi atoe amesheta kule. Wewe boy njoo. Nasema? Njoo, nasema vipi kwanza?
Shikamoo mzee. Marahaba baba. Mbele yako. Wewe boy, sikiliza bwana, au sio? Wewe mpaka dakika hiyo ndio mbeba zamana wewe hapo mwamba, au sio? Sema wewe utamlipia wewe. Alafu mpaka sasa hivi naona jia tuone mrejesho wote na mwenzio na wajichekelesha tu hapa kila kiingia. Mzee wangu, sikiliza. Hapa nilipo, mtoka zangu kazini, nimechanganyikiwa. Akili yangu haiko sawa. Mzigo haujafika. Naomba uniache nikalale. Wewe sikiliza nikwambie, uje sio ukalale. Huyu hapa muongozaji tu, wamiliki wa hizo mali ni sisi hapa, mimi na mwanangu mahesabu ujue. Kwa hiyo unapokuambia kabisa sasa mpaka dakika hii atuelewe, uje unatuletea complaints za ajabu hiyo, unatuchanganya mwanetu. Mzee, mimi ndo nilisema nitamlipia jirani, si ndio? Ndio. Nilisema nitamlipia jirani. Kama swali ni hela, Kidodombi pesa nazo nyingi. Sema tatizo, mzigo wangu ofisini hujafika. Nimekaa toka asubuhi hakuna kitu. Mzee, nimepagawa. Akili yangu haiko sawa. Ina loli. Na kuomba nikapumzike. Kuhusu pesa mimi nitatoa. Basi fanya hivyo mwanangu na mwenzako naye atuelewe. Sawa, mimi nitalipa. Haya baba. Pesa nini ndogo tu. Mimi nalipa. Mimi ndio Kidodombi nalipa. Fresh bwana, wajichenke tu bwana. Sawa, mimi nalipa. Mzee, niko ndani. Mzee Dubili, niko ndani. Mimi nalipa. Baba, umemuelewa? Wewe mimi simuelewi mshikaji na tatizo gani. Sema angalia najikuta kama unanielewa na kana watu wadonzo wangu hapo cha yako. Mwanangu sio hivyo tena. Mwanangu kile sema unazingua mwanangu yani. Mimi nakuchana unazingua afu unayumba. Kwa sababu mimi nishakupa maelekezo. Unaelewa? Kwamba kamwambia yule mtu mimba inatarajia kutolewa. Afu kule shuleni kesi inataka kufutwa. Wewe mpaka hii kimya ji. Hao ndio sheka mbavuni. Haku ataja ngaia mimi. Haku. Sasa kama haja kugawe mpaka sasa hivi unafanya nini? Au mwenzangu utaki hela? Nitakia hela hiyo vipi? Mimi nataka hela wewe. Sababu una devera. Sio na devera mwanangu, yule mimi nishamsomesha, kashaelewa, kashaelekea kibla mwanangu, bado kuchinjwa tu. Hasa kinachotokea yani kama ungekuwa unaona maelezo yangu mimi nilivyokuwa nampa na yeye anavyoyapokea, unaona kabisa huyu jamaa hana lengo baya, ana lengo la kutoa hiyo hela. Lakini sasa kilichotokea au kinachotokea tunachotakiwa kukifanya mimi na wewe, tuache muda uongee. Muda utaongea vipi babu bila wewe kuongea? Itabidi uongee, sio msubiri muda uongee. Mimi nishaongea kuimba kupokezana, sasa hivi zamu ya muda. Tulia mwanangu, hizo papala noma, unatakiwa uwe mpole biambo mwanangu mwenyewe, ushanielewa vizuri sijui. Unachotakiwa kuwa unanielewa mimi na unatakiwa ufollow my instruction. Mimi wapo watu wa kuwafanyia ubaya, sio wewe Tatu Mahesabu. Wewe vipi mwanangu unanituletea mambo kama hayo mimi rafiki yangu? Muone ana zamana. Wewe kakomelani muone ana zamana. Muone ana zamana siku zote. Na kama umeila ndugu yangu mwenyewe unanielewa, nitakupa zamba kati. Zamba kati unakupa nani? Nakupa wewe. Afu hiyo mikwala yako kuna watu wa kuwapiga mikwala sio mimi mwanangu. Wapo watu wa kupiga mikwala sio mimi. Mimi nakujua inside out. Nje ndani, juu chini. Long time kitambo mimi nakuelewa. Mikwala angalia tu kuwapiga wewe, ulikuwa una tatizo la kutoka damu puani. Kwa na nikikuzingua na kunipiga ngumi nitoke damu puani. Mimi naangalia point of no return. Kipindi na kupiga ngumi wewe hata ukija ukipiga nyingi tayari wewe unatoka damu. Ukitoka damu tu kosa ushindi napewa. Nachukua tofa na kugonga nao la kichwa. Kipindi hicho unatoka damu. Kipindi hicho unatoka damu. Mima. Habari za nyumbani? Salama, shikamoo. Sisi mama. Salama, karibuni. Asante, shikamoo. Marahaba. Kwema? Kwema, uko paka usafi. Si unajua tena mwanangu. Karibuni sana. Asante. Karibuni ndani. Wanatosha nje. Mama ndani, asante. Wanatosha nje. Basi tufunga hiyo watu hapo. Haya basi kaeni hapa. Tusisimame jamani, mkaninyima riziki zangu.
Mama, huyu ni mpangaji mwenzangu, anaitwa Dodombi. Ni mtu mzuri sana, afu ni mtu mcheshi, mstaarabu. Naishi naye vizuri tu pale nyumbani. Dodombi, huyu ni mama yetu. Mimi nashukuru kufahamu. Karibu sana. Asante mama. Yaani huyu ni mtu ambaye anasaidia sana shida zangu. Kama mama yangu mjini hapa, kwa na shida yoyote, hata siku yake kianguka, nikiacha chochote chonikuta, basi ukimbilie hapa. Ndio sehemu ya kwanza kabisa. Pia ni mtu mzuri tu. Anasaidia matatizo yetu mara nyingi sana. Kwa karibu sana kwake. Mama, kwanza ongera sana. Endelea kuwa na moyo huo. Mungu atakulipa. Yaani ucheshi wako, ukarimu wako, ulipwe hapa. Utalipwa kesho hela kwa Mungu. Amina. Kuwa na moyo huo mama. Nashukuru. Sasa mama, umemita ndugu yangu hapa. Ana matatizo yake. Ana shida. Amenifuata, amenielezea mimi. Na mimi nikaona sababu nakaa naye vizuri, sina uwezo kumsaidia, lakini nikasema ninaweza kumsaidia. Nikaamua nimchukue, nimlete kwako. Kwa hiyo basi mamangu, naomba umsaidie. Dodombi, karibu. Mama, na shida kubwa mwanao. Nimezunguka kote, nimekosa. Lakini mima akaniambia nje kwako. Na kuomba mama, msaada wako muhimu. Nisaidie. Nimekwama. Mnifikia hapa. Niokoe. Mama ana shida ya kama milioni 1 hivi. Kwa sasa mwanangu, hali ni ngumu. Ni ngumu kuliko unavyofikiria. Yaani mtazamo wako wewe ni tofauti kabisa mwanangu. Hali ni ngumu sana. Hapa ninavyokuambia, Masika kule kadaiwa kodi ya nyumba, ataka kutolewa vyombo, kaja huku kukopa. Bi Halima ana harusi ya mwanawe, pia kaja kukopa. Mwansada tangu ulipokopa naye mpaka leo hii hajalipa. Kwa hiyo mwanangu, sikukatalii, lakini hali yangu baba si nzuri kwa sasa. Naomba unisamehe sana mwanangu. Ni kweli najua kazi yako kwamba ukae na pesa, lakini mama ana shida kweli yani. Yaani na mimi nimetoka nayo ndo msaada mwisho kwako. Kwa hiyo kama kuna kiasi chochote kichubakia hivi yani, saidie tu. Kwani ana shida gani? Mama, na shida kubwa mwanao. Mzigo wangu umekwama bandarini. Natakiwa nikaugomboe. Na nikichelewa unabinafsishwa. Mama, nisaidie mwanao. Na shida. Mimi uwezo wangu ni 700,000 tu. Lakini pia isije ikawa kama vile vya Mwansada. Hapa unavyoniona hivi. Nimechelewa kufanya usafi, unavyoniona natoka kwa Mwansada, nimempelekea Defender. Hivi hapa nishamwacha polisi. Kwa hiyo ninachokitaka ni uaminifu. Kilichobakia hapa babangu ni kuandikishiana. Haina shida. Mama, naitwa Dodombi. Anajua mimi sio tapeli, sio dhuluma mama. Niamini. Anakugea sasa hivi. Mwanangu, Sakaya mkono mtupu haulambwi. Kama ukiwa na michuzi unalambwa. Mimi mmenifanya sasa hata nachukiana na familia yangu. Uko ndani ya kukaliki, watoto wananisumbua sana. Nyumba yako, familia inakusumbua. Unaona? Dharau hii. Bosi anuniwe mzee. Huyu naye bosi. Bosi mimi mwenye nyumba. Asante sana ndugu yangu. Sijali. Nashukuru sana kusema za ukweli. Sijali mzee wangu. Hiyo pesa nimesita. Sakaya. Nimelipa 600 tu. Ile inobaki ni miaka 3. Ile baki nitakupa mwenyewe pesa yako. Asante sana. Sijali. Nashukuru kwa sababu dunia ya leo kupata binadamu wenye moyo wa aina yako ni nadra aghalabu. Sijali. Kwa nakushukuru, una ndugu, una jamaa, una marafiki na una watu ambao wanakutegemea, lakini umenichagua mimi kunisaidia. Ni kitu kikubwa sana. Sijali. Nashukuru ndugu yangu. Sasa mlikuwa mnanitamanisha ama? Si mngenilipa hiyo miaka 3 angalau niweze kuweka hata kijimsingi hapa jamani. Mzee usijali. Swani msingi. Ngoja nipate hela, mimi pale niteka sekondari. Nimepita hilo. Afu mzee, format ya masuala ya kulipa kodi ni miezi 6. Hiyo sijui mwaka, sijui hizo ni mbwembwe tunatamaa.
Baba, pesa ukiipata kwa jumla inakusaidia kufanya maendeleo. Miezi 6 ndio fomati ya kulipa kodi. Ndugu yangu asante. Usijali. Mungu akuzidishie ulipopunguza. Usijali. Mungu akulinde. Amin. Mungu akuongoze katika njia iliyonyooka. Usijali. Wewe maufa mapema, lakini naomba wewe uishi muda mrefu zaidi upate kutusaidia sisi wenye dhiki. Amin. Mungu akulinde na maradhi. Usijali. Mungu akuepushe na watu wabaya. Usijali. Mungu akuwekee nyota kali ya kung'aa. Amin. Mungu akufanye upate zaidi. Usijali. Mungu akufanye wewe pesi kwenye mambo yako. Amin. Amin. Mungu akulinde usiumwe. Usijali. Mungu akuepushe na watu wabaya. Amin. Wakikuona wakuchekee. Amin. Mtu anataka kukudhuru yamrudi mwenyewe. Usijali. Mungu akuongoze vyema. Usijali. Mungu akufanyie kila aina ya dhuri linalotakiwa. Usijali. Mungu akulinde we na maradhi. Amin. Mungu akufanyie kila aina ya jambo lako unalotaka kulifanya penye uzito aweke wepesi. Usijali. Mungu akulinde sana ndugu. Amin. Mimi sina malipo, Mungu atakulipa ndugu. Nashukuru sana. Sakaya, usijali. Sakaya, tukitoka hapa naomba tuonane na meeting na wewe. Tuonane? Ndio. Sehemu ya waziwazi au ya kificho? Usijali Sakaya, sehemu ya waziwazi. Afadhali kama ya wazi. Ila nakushukuru sana kwa kazi yako. Sema kazi gani kwa ajili ya kufanya maisha yawe mazuri tu, nisije nikafikiriwa tofauti. Vitu vingine ni private. Usijali. Yani hapa ulitakiwa useme tu ni kazi gani ili mimi nisieleweke vibaya. Sawa, tutamama. Tuongea vizuri tukanana. Mzee anaweza kafikiria mambo ya udelishi hivi. Wala usijali. Zadevu, mimi naenda kulala. Haya baba, asante. Nashukuru. Afadhali sasa nitaishi flexible kwa amani. Sakaya. Sakaya. Nimekuita hapa. Hii ni meeting. 2 people anyway. Nadhani uliniambia swala 3. Kuhusu kufuta kesi shule na pia swala kutoa mimba. Ukaniambia nitakiwa milioni 1. 1 million. Sakaya, hapa nilipo na milioni 1 cash. Hiyo hapo milioni? Sakaya, hizi milioni yani nizipo nyingi. Nielewa. Yani sio kama nizipo nyingi. So, basi. Basi nigaie. Milioni 1 hii hapa. Zipo hivi. Sakaya, nakutegemea katika hili. Wewe ndio mkozi wangu. Wewe ndio jirani yangu. Ilani mwenye moyo, mwenye imani. Tuondoke. Nakuomba, futa shule, kesi, toa mimba. Naogopa jela. Sawa, kila kitu kimeisha. Wewe ni jirani mwema. Jambo dogo hilo jambo dogo. Wewe ni jirani yangu. Alafu sasa kama kumbe ndugu yangu una miera kama hivi, ili ni swala ambalo unaweza ukampata mzee ukazungumza naye akakuozesha binti yake. Sakaya, swala sio mzee ndevu mbili. Swala ni serikali. Yule ni mwanafunzi. Serikali hawaangalii pesa. Wao wanafuata sheria. Leo hii tenda mahakamani kusimama picha ya rais. Miaka 30 jela. Sakaya, nakutegemea katika hili. Usijali. Nashukuru. Hili swala dogo sana. Wewe ni jirani yangu. Si unajua tena penye udhia, penye zado pia. Basi. Sakaya. Nakukubali sana. Limeisha hilo. Nashukuru sana. Dogo sana. Pigania maisha yangu. Sawa, usijali. Safari njema. Haya. Sijui tuachane mbele. Sawa tu. Sawa. Nataka wajue kama tuko wote. Sawa, twende. Sawa. Tatu. Nini? Sema nini Kidodombi? Itikadi unazoletea sio wala nini, unazingua. Tatu. Nazingua nini? Tatu, mimi nakupenda. Tatizo liko wapi? Wewe tokea nikuombe madusko mwanangu, kimya. Jamani, mimi mzigo usinipa Sakaya. Sika nimepa yote akupe. Milioni 1. Yaani mtoni wote umempa Sakaya? Nimempa Sakaya. Nimempa hela, nimwambie akupeleke hospitali mkatoe mimba, alafu mwende shule akafute kesi. Ndio maana ule mchiziboti simuone sasa hivi kitaani. Sema nini shapigwa. Mpigwa vipi? Mpigwa ngumi ama? Kashani dhulumu kimazingira, ngoja tu nikwambie kwa nini kimazingira yani. Mimi yani kukwambia sijui nina mimba, sijui nasoma, sijui nini, itikadi zote zile nikupumia yusho tu na kuzingua. Imradi nini? Nipate hela kwako wewe. Wasi unajua mimi ndo tatuma hesabu. Ndio. Yaani nataka tumletea picha yule. Asa mwanangu, movie ya nini mwanangu wewe? Maisha yenyewe ya movie, sasa DVD ya nini? Yaani ule pale ule
nataka tumchezeshe movie, yani mimi nijifanye mwanafunzi, ili tulipate kulikaba vizuri. Ukimwambia mwanafunzi huyo hapo miaka 30 anaogopa. Sawa sawa. Hata kama unajifanya mwanafunzi mwanangu, jifanye dada mkuu. Umo yani. Hasa hiyo mwanangu, hiyo mchongo unaweza ukawa mchongoma. Hili linaweza likafeli likawadilisha. Kwa nini sasa? Kwa sababu gani ujue? Si anajua kabisa mwanafunzi ukibugi miaka 30 jela. Kwa hiyo anaweza akakuogopa afu akakata hadi hizo huduma zenyewe mwanangu. Umemsoma vizuri si yule mwanangu. Kwa hiyo unachotakiwa kumwachia mwanangu, mwacha achovye tu mara moja. Saka unazingua, nitakuja kuzingua, umesikia Kwani anaondoka nayo? Anaondoka nayo vipi bwana? Usiniambie bali kama hizo atachoviaje sasa? Kwani wewe umetumia shilingi ngapi? Umetoa shilingi ngapi kuipata? Si bure tu mwanangu. Sasa kumwacha mtu achovye kwani kuna hasara gani? Kwani tachi tu mwanangu kama drafti. Unajua tunayotea na bali sio, umesikia? Achovye hii asali au? Wewe nimekuelewa. Yaani wewe najua show zako kali za kibabe. Kwa hiyo unaofia yule pale kama atakupaka shombo. Ndio. Sasa basi kama ni hivyo mwanangu, ukitaka yule awe na show nzito, show heavy, show kali, mvutishe bangi. Hilo ndo uliacha. Yaani utamvutisha bangi, afu nampa glasi moja ya chingili. Nikimwekea mbandani kwenye bangi. Wiki nzima analala, aniajielewi, anazima. Mbandando ndo nini? Si vidonge vya uchizi na wewe naye mbona kwa nyuma? Yaani hivyo kumwekea mtu lazima asizi, yani ajielewi. Hiyo nzuri hiyo. Kwa anakuwa hajui kinachoendelea duniani. Anakuwa dunia nyingine, anaelewi kabisa hapa Bongo kuna nini. Bwana hiyo kali hiyo mwanangu, hiyo ndo mbaya hiyo. Sasa mwanangu, unachotakiwa kufanya hapo, mwekee hiyo mbandandu, akishadhima mwanangu nipigie simu. Mimi nakuja namshughulikia yeye. Sakae. Sio michezo, hiyo michezo sio kabisa yani. Hiyo michezo mibaya, achana nayo. Mibaya hiyo. Achana nayo bwana. Ile mbandandu tunakuja tunalikaba, tunalisaula, tunalichukulia, tunalibwagia huko. Chizi anakubadilisha taratibu, yani unauama ule ugangsta nini? Tupaki tena bye bye. Sema nini mwanangu? Game. Kunipanga mpaka ndio tusimame mwanangu. Huko tunarahisisha, tunapunguza umbali wa safari. Mimi nataka nikupange huko tumesimama leo tusikilizane vizuri. Wewe ongea bwana. Masuala ya kusimama sehemu kama hizi mwanangu, wewe si unajua wananchi. Watafikiria vitu tofauti. Sema nini mwanangu da? Mimi nataka tumcheze kitu kingine leo. Kimazingira fulani jamaa misha. Tunajua tena shabiki naye. Ndio bwana hii. Mara moja akini. Si ndio siku ile? Ndio. Wewe siku ile ulimwacha kachovya nini? Sio sana. Kachovya moja kachovya asali uchakachulia. Sio yenyewe ile mbicha. Ndo tayari hiyo mwanangu, ndo tayari hiyo. Acha kupoza, ndo tayari tena. Sasa mimi niko nakwambiaje? Mimi nakatumutia kwa mimi na mimi. Una mimba. Unajua? Mimi na mimba. Kwa kama nina mimba na kutolewa sasa mimi mwanafunzi, afikesi kule shuleni. Ndio mbele nataka milioni moja. Bwana. Mwanangu wewe una mahesabu. Haya. Kumbe jina lina sadifu na matukio na kila kitu. Sasa kumbe mzee Ndava hajakosea kuniita mimi mtatu mahesabu. Yaani mule yani. Kwani amekuita wewe? Hiyo imetokea wewe jina lako 3, yeye ndevu 2 mahesabu. Sasa unafikiri wewe ningekujaje mahesabu bila 3? Sasa mahesabu si jina lake. Achana hayo kwanza, vipi kwanza? Maana mchongo unatakiwa faster. Hiyo mimi nimeielewa hiyo mimi nimeielewa. Kwa hiyo mimi hapa cha kufanya natakiwa nikamtishe. Yaani nikiwa naongea naye namuogopesha. Nimemwona ukijela nyuma ya nondo mwanangu, toa hela miaka 30 nje mwanangu. Yaani eka chumvi bao, chumvi hivi unaambiwa eka imetupate milioni moja. Alafu na wewe katika matukio yako kila utakapokutana naye hakikisha utembea na kipande cha ndimu au limao. Baba. Hamna hata udongo. Udongo baba naweka hapa. Kama wote nabeba yani. Unamuogopesha yule. Wewe umeona nimevaa hii. Pita shoti kati hapa. Huku kuna mtu anamdai. Ukipata hiyo milioni tutakampiga wewe, ndo nitaanza kwa uhuru wa kupita njia hii. Unanielewa mwanangu mwenyewe? Kwa mimi wa mchongo nimekuelewa. Mimi nimekuelewa sana. Umeona mazingira sielewi, mzigo kule umeishi afu sielewi, watu wananisumbua masadari hamna. Kwa nikipata hiyo milioni, naenda kuchukua kitu huko Arusha chenyewe yani. Bwana Kwa hiyo faster. Ndio maana wanasema pusha mwenyewe kafilisika, pusha mwenyewe kafilisika. Kumbe vipi?
makosa. Yaani mimi natakiwa yani hasa hivi yani kama vipi wewe nenda. Ila wanasema nayo wewe unawafungiaga sana famba. Mpaka wanakupigiaga ile ngoma ya langa ile. Ile langa naimba ile. Simwamini Pusha, akawikukudhia famba ukaambiwa cha Arusha. Ganja anavuta. Asa kumbe utapata faida wapi mwanangu? Wewe kitu chenyewe unauza eti kitu kidogo tu unauza na niu. 400 nataka vitu uweke kibao. Bila kuacha tulia fulani unakuaje? Yule mchizi sasa hivi kuna time naweza nikakutana naye. Acha yani nikimalizana naye hapo moja kwa moja naenda kuonana naye. Yaani sasa hivi mwanangu. Nikaona naye jambo tulimalize. Au kama vipi ngoja nimtwangie. Sasa kitako naondoa. Tukaeke bondi basi. Wewe. Jishikilie. Wewe Kidodombi. Uko wapi mwanangu? Sasa mwanangu nitaka tuonane sasa hivi yani. Na jambo mwanangu inabidi tuonane ndo nikwambie. Mwanangu nataka nikufanyie wewe mwenyewe wokovu kimenuka kinoma. Haina noma. Sasa hivi nakuja kuhusu yule mtoto yule. 3 Poa. Kwa hiyo mwanangu naenda kuonana naye. Au vipi? Usizingue. Mimi nazingua vipi mwanangu kama vipi basi baadaye acha nimuwahi. Uo mkwanja kukukataa leo wewe fanya maajabu. Ameniambia yuko hivi basi baadaye mwanangu. 3. Ina maana ulikuwa unanitapeli? Kumbe hausomi na maana una mimba. Ina maana wewe na Sakaya mshirikiana. Sikiza babu nikwambie. Kuanzia leo unavyoniona umenielewa? Yaani nisikiliza kwa makini. Yaani kuanzia leo unavyoniona ukiniona sitaki shobo na wewe. Sitaki shobo na wewe. 3. Unamaanisha nini? Namaanisha nini? Utajua yeka namaanisha nini au namaanisha vipi? Ndio nishakupanga usinifuatilie babu. Tena ukinifuatilia naenda kumwambia brother yangu. 3. Ina maana Sakaya amezunguluka, amenitapeli mimi. Sasa kelele bwana. Kila mtu anataka ajue kwamba unanidai hapa. Ase, hivi wewe una mamlaka kuninyamazisha mimi wakati nadai haki yangu? Ase kilamba ukwaji wakati unakuja kuchukua ile pesa haikuwa hivi. Leo hatuwezi kumaliza hivi. I swear, leo siku nzima nitaimaliza na wewe. Umekuja kukopa pesa. Umenikopa pesa, umenigongia mlango geto. Toka mlangoni kwako unakuja kunigongia geto, nakopa pesa. Nakupa unadaiwa, namsikia pesa sababu mwenye nyumba anakudai. Kama rafiki, kama ndugu, afu unirudishie pesa yangu. Jamani, wewe baba, kwani mimi nimekataa? Wewe tumetumia muda gani? Si nimkwambia hapo tunaenda kwa Kidodombi. Tumeanza kuzunguka saa ngapi mzee? Hatufiki tu kwa Kidodombi nini twende. Yaani nimesema leo siku nzima nachohitaji pesa yangu. Na mambo mengi ya kufanya. Alafu mimi sako. Umeona hivyo panic hivyo? Wewe nikipika dagaa pale nyumbani, saa nyingine nakupaga uongo kweli. Pumbavu wewe usinizungumzie mimi swala la dagaa wewe. Wewe zile dagaa unavozunga nazi vile usema upuzo. Wewe subutu. Nazipigaga nazi zile. Usisema ujinga. Sasa mzee, unataka unieleza upuzi, si ndio? Kelele, hata kama unandekala. Kelele wewe, huwezi kuninyamazisha. Kila baada ninachohitaji ni pesa yangu mzee. Basi baba, yaishe. Siku hii leo isiishe. Lakini baba, hapo mimi najiuliza, sasa nyinyi mashobalo sasa hivi mbona mnajai? Wakati pale nyumbani pale unaingiaga na videmu pale. Tena unawapa hela nyingi alafu kimoko chali. Sasa kilamba kwaje, unajua kuna vitu vingine sihitaji masiara. Twende tukachukue pesa. Twende baba. Una uhakika na huyo mtu wako kama nikipoteza muda? Bwana, nyumba 2 3 hizo tushafika, twende bwana. Hapo ama biso tuziwa. Ciao. Mimi alenizingua Mima. Huyu Mima mwenye chumba hiki. Wewe Mima wewe. Wewe Mima wewe. Afadhali nimekuona. Yaani afadhali nimekukuta. Maana we mtoto nilikuwa nakuona mtu mzuri. Umenifanyia kitu sitaka nkusahau. Kwa hiyo unachotaka wewe mimi nifungwe? Niende jela, si ndio unachokitaka? Huyo rafiki yako sijui jamaa yako tangu juzi kasema nitaleta leo, nitaleta kesho. Huu mwezi wa ngapi? Mpaka saa hizi hajaniletea pesa yangu. Ala, kumbe mmejifunika kwa mwamvuli mweusi mkizani jua halitapenya na yajua yote mabaya yenu. Mmekuja kumbe kutaka kunitapeli. Na kuuliza mlikuja kunitapeli?
Lakini mama, ni kweli mimi mdhamini wa swala hili, lakini hela sijakula mimi. Kwa hiyo tukae tudiskasi tunafanyaje, ili tupate suluhisho, sio unanilaumu. Eti hela sijachukua mimi kirahisi tu. Mimi ningempa pesa zangu kama si wewe. Mimi nilimpa pesa zangu kwa sababu ya kukuamini wewe. Wewe ndio ulikuwa dhamana yake. Nisingempa pesa zangu. Nilimpa pesa kwa sababu yako. Usiniambie sio mimi. Hapa ndio siondoki. Pata chimbika mama hapa leo. Sitoi mguu wangu. Ndio nimefika. Na kaa mpaka unipe pesa yangu. Leo sitoki. Sikiliza, unajua mimi sielewi mpaka dakika. Kwani wewe hizo pesa wewe umemdhamini nani? Sio Kidodombi. Kwa hivyo mimi nakushanga. Wewe Kidodombi unamwamini, mnamjua fresh au? Angalia hiyo vitu vingine unajua unaweza kupata matatizo kwa sababu advance tu, wengine wa shamba tu ujue. Hata pesa za watu zinapatikana vipi? Hilo ndo tatizo. So ndo neno. Alafu mimi nashaka so wewe tu hadi mshuani mnachukua jamaa mnamwamini. Mnamuelewa? Mnajua katoka wapi? Mbona mnaleta pigo za ajabu nyinyi? Hapa inatakiwa la watu sasa inapatikana vipi? Alafu una bahati kutoka na penyewe mboyo ujue mkubwa jinsi avoni edimi ujue ni kwa kuja kukubeba ujue. Nakwambia kabisa ngoja kukubeba ujue. Nenda habari za kishamba. Hela watu inapatikana vipi? Lakini ndugu yangu, leo Kidodombi, kesho mimi, kesho kutwa wewe. Matatizo yapo. Na tunasaidiana binadamu. Sasa chukulia poa ujue. Hizi hela za watu ujue. Sasa mimi jana Kidodombi niliongea naye. Na aliahidi kwamba atalipa hizo pesa. Na huu ndo muda wake wa kurudi. Basi tumsubiri tujue tunafanyaje. Bi mkubwa mwenyewe akasema anamsubiri hapa, kwa hiyo Kidodombi anakuja tunamfungia hapo hapa yenyewe. Kwa mkono wangu naandika nosi mjichenge hapa. Naona mshanda kwa pete yake zaisai. Leo wote kuna hapa. Nilimuuliza mimi Lima, wamjua mtu huyo? Akamwaminisha mpaka basi. Matokeo yake nikajikuta nimetoa pesa zangu. Umeona? Umeona? Sitakopa na undugu wala ushikaji kwenye swala la pesa. Tulia basi baba. Sasa hizi. Hafu kumbe una hekima vizuri tu. Aisee Kilambo koje usinieleze upuzi basi, tumekuja kufuata pesa, umesema tumefika. Nipatie pesa yangu. Sasa, yaani wewe muda wote huko tunatoka unapiga kelele tunafanya promotion. Kwani baba unadai mamilioni? Samahani kaka mguu. Samahani sana dadangu. Alafu mbona mguu wenyewe umefanana na Azia babado? Mara mwisho kupata kiwese sijui ni lini. Niambie mwanangu. Inakuaje? Mwanangu fresh kabisa baridi lakini kuna kauvuguvugu kidogo. Alafu mama mbona kaumuka hivi? We mtoto usinitafute choroni. Usinitafute choroni. Lione vile. Niache hivi hivi nilivyo. Ulivyonikuta ndio niache hivi hivi. Alafu wewe unaambiwa. Wewe mbwa. Okay. Sole. Mwanangu nilikuwa namuuliza huyu Kidodombi hapo. Shida naye gani? Yaani mwanangu acha. Yaani huyu bwana sasa atafanya sisi mpaka huko mtaani. Sasa tupate mabwana tuolewe. Namaanisha vipi bwana huyu unamdai hela nyingi? Namdai? Mpaka hivi ninavyokuambia huyu bwana anadai hela. Kani kako. Wewe. Anang'ata. Baya wewe. Hafsi nimtie kitu. Ngojeni. Sikiliza Kidodombi au sio? Unajua mpaka dakika hapo ushakopa unazingua. Bi mkubwa umeona? Kaja nasema umeenda na mimi sio kwake mmekopa. Afu mpaka dakika hii unaona mamboya. Wenyewe nao vile vile wanakudai au sio? Sasa cha msingi fanya miamala wagee chambi zao wajichenge. Hatutaki complain hapo mboi, umenielewa mwanangu? Yaani ninachokitaka sasa. Ngoja basi mkubwa subiri ngoja. Nataka hela zangu. Sikiliza babu. Kama miamala utakuwa una au sio bwana? Cha msingi fanya mpango, fungua mlango kila mmoja au sio bwana? Waondoke na vitu vyao wajichenge mwanangu. Complain hatutaki. Sana. Pesa basi. Mimi nachukua taulo tunasabu. Pesa basi tukia basi. Jamani, Sakaya. Mbona umekuja? Sakaya nini wewe? Mbona mmejaa kwa wingi? Tumejaa.
Mbona zogo mmejaa tafulani zogo kama malaika? Wasikia wewe Kilamba, naona unanichelewesha tu mwanangu. Sawa, kama ukikubali kuingia ndani kachukue hilo sabufa tukauza unipe hela yangu. Ndio kama namsikiza mpuzi na anaongea utumbo. Wewe maliasili unamdai wewe? Sikiliza ise. Mimi nimekuja hapa sija kuuza sura. Ukinikuta manake umenikuta hapa mimi namdai huyo mshikaji unajua. Alafu ni mwanangu kishenzi mimi, yani mimi sitakuwa na ushikaji unajua kwenye hela Kilamba ukwaji unajua. Naomba unielewe mwanangu, nishapoteza muda. Alafu mtu mwenyewe mnemdai hana chochote kwa maana ya loan hapo unajua. Baba na hebu jishikilie basi. Si ndio tuko hapa tunadai. Ngojeni. Mali asili uko sahihi. Relax. Sawa. Tiani. Wewe ni nani? Wewe kwani lazima mimi unijue hapa? Wewe unadai? Hivi unavyomwona huyu? Madeni kibao. Kaza ofisini hajalipa. Huyu unavyomwona hapa kanikalia koni ananidai. Bwana wewe. Ili vazi usiniguse basi mwanangu. Wewe usiniguse basi. Nakuelewesha wewe. Mimi ndio mavazi yangu wewe. Unasikia upuzi unasikia sina fadhalilishwa? Umesikia ujinga na udhalilishwa? Umesikia upuzi na udhalilishwa na umpuzi wako sasa? Naomba hela yangu niondoke. Tulia. Hapa hatukuja kuulizana mavazi. Hapa tumekuja kudai pesa. Ingia ndani ilete pesa. Wewe ni nani? Ni nyani kama wewe. Jeuri. Kwa hiyo si manyani. Wauliza swali wakati jibu unalo. Na sifa ya nyani yaoni? Okay, nice. So, ladies and gentlemen. Bwana Sakaya, sio nikwambie. Yaani hapa issue hela. Umeona huyu mama? Kakopesha shilingi 700,000 kamkopesha huyu bwana. Na mimi ndio mdhamini. Kwa hiyo mama unadai 700,000. Wewe Kidodombi. Baada ya kikao tuonane juu ya huyu mama, au sio? Na wewe baba mimi nadai 100,000 lakini hata nikipata taulo huko ndani. Sawa. Kwa hiyo taulo la huyu bwana lina thamani ya shilingi 100,000. Eti taulo 100,000. Wewe mali asili na uchukuzi? Blaza, afu nishakwambia usiniite hilo jina ise. Tusije tukazinguana. Mimi niko hapa kimazingira, simdai huyu mshikaji. Huyu jamaa mimi simdai, ndio maana nimekaa naye mbali kabisa. Huyu mshikaji mimi huyu kaja kukopa hela na huyu jamaa kaja unichukua hela kwangu ananiazima kama mshikaji nampa 100,000 afu mwisho wa siku anakuja uniambia vitu vya kipuuzi. Kumbe huyu anakuletea upimbe kwenye masuala ya shilingi. Asa wewe utakula ulipopeleka mboga wewe. Na wewe nywele madungurushi. Wewe Sakaya cha mazalau unanisamia unijue au unataka mazalau? Wewe mwenyewe muone. Usinitee mazalau uje nakwambia kabisa ujue. Afu mimi siongei na wewe, mimi nakuita tu mahesabu tu mshamba wewe. Sasa subiri. Ndio nini hiyo? Kotea wauni sasa hivi. Sasa yes, mruzi si unaita mbwa rafiki yangu. Atakaye kuja kwa ajili ya huo mruzi si mbwa wewe. Wewe unamwita mahesabu mbwa. Alafu wewe unijui mimi wewe mwanangu. Ita mbwa uone nitakachomfanya hapa. Yaani sekunde moja tu anatoa mlio huu. Mnasikia? Mkifumba macho mkifumbua mishikaki. Unajua hicho unaongea sana utahama humu ndani nakwambia kabisa ujue. Ndio unachokitegemea hicho. Kabisa nitakwenda kuchukua bwana. Wewe, hem tulia basi. Tulia. Relax. Mmeniona mimi nimekuja, mjui nini kimenileta hapa, mnawaka. Mbona mlipia? Nimekuja kulipa hela zote mnazodai. Sakaya. Wewe si umdai huyu? Wewe usiniletee. Mpe huyu. Nimpe vipi? Nimeshaona naye. Mpe mwenzio. Mwanangu Sakaya, kitendo ulichokifanya leo wakati nimekuja hapa nyumbani nimekipenda sana baba. Ni kitendo cha uzalendo. Umeonyesha mapenzi ya kweli kwa jirani yako baba, hilo mimi nakushukuru sana, na hivyo ndivyo tunatakiwa tuishi mwanangu. Kidodombi hatua ile aliyokuwa amefikia, hata mimi nilikuwa sijui kama kuna maisha kama hayo, lakini umeweza kuokoa na watu wametawanyika, kumebaki na amani. Ningekuwa na aibu hapa nyumbani kwangu leo, ningewaambiaje watu mtaa mzima huu. Asante sana baba.
wema bado tunaishi. Unajua mimi ni kama mkombozi, nimeletwa kuja kuwakomboa wana wa Israeli. Kwa hiyo wakombozi bado tunazaliwa, wakombozi bado tunaishi, wakombozi bado tunafanya movement. Hatujapotea, tupo miongoni mwa wana wa Israeli. Kitendo nilichokifanya si kwamba ninategemea malipo, ni wito. Ni kitendo ambacho kinahitaji ubinadamu, kinahitaji busara, akili, uvumilivu na mchanganuo. Unatakiwa uwe mtu ambaye unafikiria nje ya boksi. Unajua ni rahisi sana kuwa na akili bila busara, lakini ni ngumu sana kuwa na busara bila akili. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo unapobarikiwa na Mungu ukapewa busara, ujue moja kwa moja umepewa na akili. Inakuwa ni full package. Nilivyokuwa na kuchukulia mwanzo ni tofauti na ulichokuja kunionyesha mwishoni. Mwanzo nilikuwa na kuchukulia mtu mstaarabu, mwenye busara, mpole, mnyenyekevu, mwenye ushirikiano. Lakini kumbe hauko hivyo. Umenionyesha kitu tofauti sana. Binadamu hatutakiwi kuishi hivyo. Binadamu tunatakiwa tuishi katika dhama zile za ulimbombo na ulindi. Dhama za mawe za kati. Dhama za umoja, sio umoja ndara. Dhama za umoja, mshikamano na ushirikiano. Ulichokuwa unataka kukifanya kwa mtoto wa mzee ulikuwa unakosea sana. Kidodombi? Alikuwa anataka kufanya kitu tofauti kwa huyu binti yako. Kweli baba? Mwanao wewe. Wewe si ndo landlord? Wewe si ndo landlord? Basi ni mwanao wewe mwenye nyumba. Hii ni nyumba yako. Umeijenga, umetafuta pesa, umetafuta mafundi, umenunua matofali, paa, milango, madirisha na vyote vilivyomo. Baada ya mafundi kujenga nyumba, wakaondoka. Wewe ukawa unaimwagilizia nyumba maji, unaimwagilizia ili ikue na kukomaa. Unaimwagilizia ili ikue na kukomaa. Ikakomaa. Ukatafuta madalali, wakutafutia wapangaji. Moja kati ya wapangaji walioletwa na madalali ni huyu bwana. Na wewe nikiwemo. Lakini maana yake hapo umelamba dume na garasa. Mimi ni dume. Kilichobaki ndo mwenzangu. Umeelewa? Hiki ni chumba chako. Hali kadhalika hiki ulikilea. Chumba mpaka kimekuwa hivi. Umejitahidi kukikuza. Ukatengeneza na zile ngazi. Kumbe zile ngazi ulivyokuwa unatengeneza ili mtu awe anapiga hatua kwenda ndani, ulikuwa unatengeneza kizimba kwa ajili ya mwanao kuhukumiwa. Huyu bwana alikuwa anataka ajifanye Pilato kwa mwanao. Alitaka kumhukumu mwanao. Kumhukumu si kwamba ana makosa. Kumhukumu zile hukumu kubwa kubwa zile. Hukumu za yangu. Ndio alichotaka kukifanya huyo. Wewe bwana, huyu mzee ni kama baba yetu. Ni umri wa baba yetu. Kwa vyovyote vile iwavyo, wanaye ni ndugu zetu. Baba, umefikia hatua hiyo? Mzee, kama ingekuwa nasemea pembeni ndio ulikuwa una haki ya kusema nitamuuliza baadaye. Lakini nasema na yeye yupo, kwa maana kwamba mimi sio mnafiki. Mimi sio mbea. Mbea ni mtu ambaye anasema kitu pasipo ruhusa maalum kutoka kwa muhusika. Lakini kile kitu anachokisema ni cha ukweli ila hajaruhusiwa. Lakini mimi nakisema hapa na yeye yupo. Sijali nimeruhusiwa, sijali nini. Kwa maana mimi sio mbea wala sio mnafiki. Mimi ni msema ukweli. Alikuwa anamtaka mwanao amfuturu. Alikuwa anamtaka mwanao ambonjoe. Maisha uliokuwa unaenda kuishi alikuwa ni mabaya sana. Mtoto wa mzee alikuwa ni kumchukulia kama dada yako. Tena unavyomuona vile anavyojiweka kama tomboy, unafikiri wewe ndio utambadilisha.
Wameshindwa wazazi wake tangu anazaliwa mpaka anafikia hatua ile. Wewe ndio utaweza kumbadilisha? Zile homoni, ile homoni, ana homoni yule ndo kadhaliwa vile vile. Unaishi maisha gani ndugu yangu? Watu watashindwa kukusaidia unapopata tatizo ukiwa mtu aina hiyo. Hayo mambo yana watu wake. Hayo maisha unayotaka kuishi yana watu wake. Watu hao mimi nimezoea kuwaona Instagram, nimezoea kuwaona kwenye video. Yaani ukikutana na mdada au mkaka Instagram na ukikutana naye katika maisha ya kawaida ni mbili tofauti. Ukikutana naye mtu kwenye video, ukija ukikutana naye mtu mitani, mbili tofauti. Au mtu wa Instagram umetoroka kule umekuja huku kuishi maisha halisi. Au wewe kwenye video. Sasa kwa nini unaishi hivyo? Usiishi hivyo bwana, utapasua msamba. Unaishi vipi hivyo wewe? Mimi I was about to teaching a lesson. Nielewa? Mimi nilikuwa nakufundisha ukurasa bwana. Tukutane saa moja ndani ya kurasa. Unatakiwa uishi kama mimi. Zile hela zako ulizokuwa unataka kuzitumia vibaya kwa ajili ya kurubuni yule mtoto wa mzee, ulikuwa unapotea. Na mimi sikuwa na lengo la kukudhulumu zile pesa. Ndio maana umeona nimefanya nilichokifanya. Ni pesa zako zile. Nilichokifanya nilikuwa nazisunda na zitunza. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama benki yako pasipo wewe kujua. Ishi kama mimi. Jifunze kutoka kwangu. Umenielewa? Mimi sio kwamba nimesoma sana. Ila nimejaliwa utu. Nimejaliwa hekima. Nimejaliwa roho ya kusaidia watu wengine. Mnakuaga mnasema manabii wameisha manabii. Tupo ambao tuna chembe zao. Mzee wangu, naomba unisamehe. Ni kweli kabisa. Nimekosa. Na kweli nilimkosea sana Tatu. Mzee, nisamehe. Nakuomba sana samahani, sitorudia tena. Mimi ni binadamu. Naomba msamaha wako mzee wangu. Sasa ukuwa na haja ya kuzunguka namna hiyo Kidodombi mwanangu. Si unasema unaleta posa, kwani mtoto anakataliwa? Si ningekuoza tu. Kuliko kuzunguka huko mwisho wake unanikosea bure. Basi nimekusamehe mwanangu. Domo sasa, domo. Sakaya. Naomba unisamehe rafiki yangu. Wewe ni ndugu sasa. Kiukweli Sakaya, mwanzo nijua zile hela umekimbia nazo. Lakini kumbe ulikuwa na lengo lako. Mungu akubariki. Akupe moyo huo. Akupe na roho hiyo ya utu. Kiukweli wewe ni jirani, tena jirani mwema. Sakaya, asante sana. Nashukuru kwa kuniokoa mimi Kidodombi. Sakaya, Mungu akubariki. Uwe na moyo huo. Sina cha kukulipa, lakini Mungu atakulipa zaidi. Limepita, lakini kilichotokea kilikuwa ni cha maajabu kile. Kilikuwa ni kitendo cha hatari. Ni kweli, tena walikuwa wananivua nguo sana. Sio kuvuliwa nguo tu. Pale ningechelewa kidogo ningesikia wananiharibu. Ni kweli. Wananiharibu. Msamehe tu, umemfichia aibu sana. Msamehe mwanangu.